Yoshua, kitabu cha Yoshua sura ya 1. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende katika nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako yote, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Ndipo Yoshua akawaamuru maakida wa watu akisema, piteni katikati ya matuo, mkawaamuru hao watu mkisema, fanyeni tayari vyakula, kwa maana baada ya siku 3 mtavuka mto huu wa Yordani ili kuingia na kuimiliki nchi ya wapayo Bwana Mungu wenu, mpate kuimiliki. Tena Yoshua akawaambia Wareubeni na Wagadi na hao wa nusu ya kabila ya Manase akasema, likumbukeni neno lile alilowaamuru Musa mtumishi wa Bwana akisema, Bwana Mungu wenu anawapa ninyi raha, naye atawapa nchi hii. Wake zenu na watoto wenu na makundi yenu watakaa katika nchi aliyowapa Musa ng'ambo ya Yordani, bali ninyi mtavuka mbele ya ndugu zenu hali mmevikwa silaha zenu, watu wote wenye nguvu na ushujaa, ili mpate kuwasaidia hata Bwana atakapowapa ndugu zenu raha kama alivyowapa ninyi, na wao pia wamepata kuimiliki nchi ya wapayo Bwana Mungu wenu. Ndipo mtakapoirudia nchi ya miliki yenu na kuimiliki, ambayo Musa mtumishi wa Bwana aliwapeni ng'ambo ya Yordani upande wa mawio ya jua. Wakamjibu Yoshua wakasema, hayo yote aliyotuamuru tutayafanya, na kila mahali utakako tutuma tutakwenda. Kama vile tulivyomsikiliza Musa katika mambo yote, ndivyo tutakavyokusikiliza wewe. Bwana Mungu wako na awe pamoja nawe tu, kama alivyokuwa pamoja na Musa. Kila mtu atakayeiasi amri yako, asiyasikilize maneno yako katika mambo yote utakayomwamuru, atauawa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, hilo tu. Yoshua sura ya 2. Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu 2 kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza, akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Mfalme wa Yeriko akaambiwa kusema, tazama, watu 2 wa wana wa Israeli wameingia humu leo usiku ili kuipeleleza nchi. Mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu akasema, watoe watu wale waliokuja kwako,
walioingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kuipeleleza nchi. Yule mwanamke akawatwaa wale watu wawili, akawaficha, akasema, naam, wale watu walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka. Ikawa kama wakati wa kufungwa lango la mji kulipokuwa giza, watu wale wakatoka, wala sijui walikokwenda. Wafuateni upesi, maana mtawapata. Lakini yeye alikuwa amewapandisha darini, akawaficha kwa mabua ya kitani aliyokuwa ameyatandika juu ya dari. Basi hao watu wakawafuata kwa njia iendayo Yordani mpaka vivukoni. Na mara wale watu waliowafuatia walipokwisha kutoka, wakalifunga lango. Tena kabla hawajalala, akawaendea juu darini, akawaambia wale wanaume, mimi najua ya kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii, na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wanayeyuka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu, hapo mlipotoka Misri. Tena mambo hayo mliowatendea wafalme wawili wa Waamori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yaani Sihoni na Ogu, mliowaangamiza kabisa. Na mara tuliposikia haya, mioyo yetu iliyeyuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu, kwa kuwa Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Basi sasa nawasihi, niapieni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea ihisani, ya kwamba ninyi nanyi mtaitendea ihisani nyumba ya baba yangu. Tena nipeni alama ya uaminifu, ya kwamba mtawaponya hai baba yangu na mama yangu na ndugu zangu wanaume na wanawake na vitu vyote walivyo navyo, na kutuokoa roho zetu na kufa. Wale wanaume wakamwambia, uhai wetu badala ya uhai wenu. Ikiwa hamuitangazi habari ya shughuli yetu hii, kisha itakuwa wakati wa Bwana atakapotupa nchi hii, tutakutendea kwa ihisani na uaminifu. Ndipo akawashusha kwa kamba dirishani, maana nyumba yake ilikuwa katika ukuta wa mji, naye alikaa ukutani. Akawaambia, enendeni zenu mlimani, wale wanaowafuatia wasije wakawapata, mkajifiche huko siku 3 hata wao wanaowafuatia watakaporudi, kisha enendeni zenu. Wale wanaume wakamwambia, sisi tunataka tusiwe na hatia kwa ajili ya kiapo hiki ulichotuapisha. Angalia, tutakapoingia katika nchi hii, funga kamba hii nyekundu katika dirisha hili ulilotuteremshia, nawe uwakusanye kwako nyumbani mwako baba yako na mama yako na ndugu zako na watu wote wa nyumba ya baba yako. Itakuwa mtu awaye yote atakayetoka katika mlango wa nyumba yako kwenda njiani, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe, na sisi tutakuwa hatuna hatia. Na mtu atakayekuwa ndani ya nyumba yako, damu yake itakuwa juu ya vichwa vyetu, mkono wa mtu ukimpata. Lakini wewe ukitangaza habari yetu hii, ndipo tutakuwa hatuna hatia katika kiapo hiki ulichotuapisha. Naye akasema, na iwe hivyo kama yalivyo maneno yenu. Akawatoa nao wakaenda zao, naye akaifunga ile kamba nyekundu dirishani. Watu hao wakaenda wakafika mlimani, wakakaa huko siku 3, hata wale waliowafuatia walipokuwa wamerudi. Na wale waliowafuatia wakawafuatia katika njia ile yote, lakini hawakuwaona. Kisha wale watu wakarudi, wakateremka mlimani, wakavuka, wakamwendea Yoshua mwana wa Nuni, nao wakamwambia habari za mambo yote yaliyowapata. Wakamwambia Yoshua, hakika Bwana ameitia nchi yote katika mikono yetu, tena zaidi ya hayo wenyeji wa nchi wanayeyuka mbele yetu. Kitabu cha Yoshua sura ya 3. Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, nao wakatoka Shitimu wakafika mto wa Yordani. Yeye na wana wa Israeli wote wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Ikawa baada ya siku 3, mahakida wakapita katikati ya marago, wakawaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu
na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapa mlipo na kulifuata. Lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na lile sanduku kama dhiraa 2,000 kiasi chake. Msilikaribie mpate kuijua njia ambayo hamna budi kuiendea, kwa maana hamjapita njia hii bado. Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Kisha Yoshua akawaambia makuhani, akasema, liinueni sanduku la agano, mkavuke mbele ya hao watu. Wakaliinua sanduku la agano, wakatangulia mbele ya watu. Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua ya kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Nawe uwaamuru hao makuhani walichukuao sanduku la agano, ukawaambie, mtakapofika ukingo wa maji ya Yordani, simameni katika Yordani. Basi Yoshua akawaambia wana wa Israeli, njoni huku mkayasikie maneno ya Bwana Mungu wenu. Yoshua akasema, kwa jambo hili mtajua ya kuwa Mungu aliye hai yu kati yenu, na ya kuwa hata kosa kuwatoa mbele yenu Mkanani na Mhiti na Mhivi na Mperizi na Mgirgashi na Mwamori na Myebusi. Tazama, sanduku la agano la Bwana wa dunia yote linavuka mbele yenu na kuingia Yordani. Basi sasa toaeni watu 12 katika kabila za Israeli, kila kabila mtu mmoja. Itakuwa wakati nyayo za makuhani walichukuao sanduku la Bwana wa dunia yote zitakaposimama katika maji ya Yordani, hayo maji ya Yordani yatatindika, maji yale yashukayo kutoka juu nayo yatasimama kama chuguu. Hata ikawa hao watu walipotoka katika hema zao ili kuvuka Yordani, makuhani waliolichukua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. Basi hao waliolichukua hilo sanduku walipofika Yordani, na nyayo za makuhani waliolichukua sanduku zilipopita katika maji ya ukingoni, maana Yordani hujaa katika kingo zake na kufurika wakati wote wa mavuno, ndipo hayo maji yaliyoshuka kutoka juu yakasimama, yakainuka, yakawa chuguu mbali sana huko Adamu, mji ule ulio karibu na Sarethan, na maji yale yaliyotelemkia bahari ya Araba, yani bahari ya chumvi, yakatindika kabisa, watu wakavuka kukabiri Yeriko. Na hao makuhani waliolichukua sanduku la agano la Bwana wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Yordani. Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordani. Kitabu cha Yoshua sura ya 4. Ikawa hapo hilo taifa zima lilipokuwa limekwisha kuvuka Yordani, ndipo Bwana akanena na Yoshua akamwambia, haya, twaeni watu waume 12 katika hao watu, kila kabila mtu mmoja, kisha uwaamrishe kusema, twaeni mawe 12 hapo katikati ya Yordani, mahali hapo miguu ya hao makuhani iliposimama imara. Mwende nayo mawe hayo mkayaweke nchi kambini hapo mtakaporara usiku huu. Basi Yoshua akawaita hao watu 12 aliokuwa amewaweka tayari tangu hapo katika wana wa Israeli, kila kabila mtu mmoja. Na Yoshua akawaambia, haya, piteni ninyi mtangulie mbele ya sanduku la Bwana Mungu wenu, mwende pale katikati ya Yordani, mkatwae kila mtu wenu jiwe moja begani mwake, kwa kadri ya hesabu ya kabila za wana wa Israeli, ili kwamba jambo hili liwe ishara kati yenu hapo watoto wenu watakapowauliza ninyi katika siku zijazo wakisema, ni nini maana yake mawe haya? Ndipo mtakapowaambia, ni kwa sababu maji ya Yordani yalitindika mbele ya sanduku la agano la Bwana hapo lilipovuka Yordani,
hayo maji ya Yordani yalitindika, na mawe haya yatakuwa ni ukumbusho kwa wana wa Israeli milele. Basi wana wa Israeli walifanya vile vile kama Yoshua alivyowaamuru, nao wakatoa mawe 12 pale katikati ya Yordani, kama Bwana alivyomwambia Yoshua, sawa sawa na hesabu ya kabila za wana wa Israeli. Wakayachukua wakavuka nayo hata mahali pale walipolala, nao wakayaweka nchi kuko huko. Kisha Yoshua akapanga mawe 12 katikati ya Yordani, mahali pale miguu ya hao makuhani waliolichukua hilo sanduku la agano iliposimama, nayo yapo pale pale hata hivi leo. Kwa kuwa makuhani waliolichukua hilo sanduku walisimama katikati ya Yordani hata mambo yote Bwana aliyomwamuru Yoshua awaambie hao watu yakaisha, sawa sawa na hayo yote Musa aliyokuwa amemwamuru Yoshua. Kisha hao watu wakafanya haraka wakavuka. Ikawa watu wote walipokuwa wamekwisha kuvuka kabisa, hilo sanduku la Bwana likavuka na hao makuhani mbele ya macho ya hao watu, na wana wa Reuben na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wakavuka hali ya kuvaa silaha mbele ya wana wa Israeli kama Musa alivyowaambia. Walipata kama watu 40,000 hesabu yao, wenye kuvaa silaha tayari kwa vita, waliovuka mbele ya Bwana waende vitani hata nchi tambarale za Yeriko. Siku ile Bwana alimtukuza Yoshua mbele ya macho ya Israeli wote, nao wakamcha kama walivyokuwa wakimcha Musa siku zote za maisha yake. Kisha Bwana akanena na Yoshua akamwambia, haya, waamuru makuhani hao waliolichukua sanduku la ushuhuda kwamba wakwee juu kutoka mle katika Yordani. Basi Yoshua akawaamuru hao makuhani akawaambia, haya, kweeni mtoke Yordani. Ilikuwa hapo nao makuhani waliolichukua sanduku la agano la Bwana walipokwea juu kutoka mle kati ya Yordani, na nyayo za miguu yao hao makuhani zilipoinuliwa na kutiwa katika nchi kavu, ndipo maji ya Yordani yaliporudi mahali pake na kujaa na kuipita mipaka yake kama ilivyokuwa hapo kwanza. Na hao watu wakakwea kutoka Yordani siku ya 10 ya mwezi wa kwanza, wakapita kambi Gilgali katika mpaka wa mashariki wa Yeriko. Na yale mawe 12 walioyatwaa katikati ya Yordani, Yoshua akayasimamisha Gilgali. Akawaambia wana wa Israeli akasema, watoto wenu watakapowauliza baba zao katika siku zijazo wakisema, mawe haya maana yake ni nini? Ndipo mtakapowaarifu watoto wenu mkisema, Israeli walivuka mto huu wa Yordani kwa njia ya nchi kavu, kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Yordani mbele yenu hata mlipokwisha kuvuka, kama Bwana Mungu wenu alivyoitenda bahari ya Shamu aliyoikausha mbele yetu hata tulipokwisha kuvuka. Watu wote wa dunia wapate kujua mkono wa Bwana ya kuwa ni mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Ikawa wafalme wa Waamori waliokaa ng'ambo ya Yordani pande za magharibi, na wafalme wote wa kitabu cha Yoshua sura ya 5. Ikawa wafalme wa Waamori waliokaa ng'ambo ya Yordani pande za magharibi, na wafalme wote wa Wakanaani waliokuwa karibu na bahari waliposikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli hata tulipokwisha kuvuka, basi mioyo yao iliyeyuka, wala haikuwamo roho ya nguvu ndani yao tena kwa ajili ya wana wa Israeli. Wakati huo Bwana akamwambia Yoshua, hayajifanyie visu vya mawe ya gumegume watahiri tena wana wa Israeli mara ya pili. Basi Yoshua akajifanyia visu vya mawe ya gumegume, akawatahiri wana wa Israeli huko Gibea Haaraloth. Na sababu ya Yoshua kutahiri ni hii: watu wote waliotoka Misri walikuwa waume,
hao watu waume wote waendao vitani walikufa katika bara njiani, baada ya wao kutoka Misri, kwa kuwa watu wote waliotoka walikuwa wamekwisha kutahiriwa. Lakini watu wote waliozaliwa katika bara njiani walipokwisha kutoka Misri, hao hawakutahiriwa, kwa kuwa wana wa Israeli walitembea muda wa miaka 40 barani, hata hilo taifa zima, yaani watu waume waendao vitani waliotoka Misri, walipokuwa wameangamia, kwa sababu hawakuisikiza sauti ya Bwana. Nao ndio Bwana aliyowaapia ya kwamba hata waacha waione hiyo nchi ambayo Bwana aliwaapia baba zao kwamba atatupa sisi, nchi ijayo maziwa na asali. Na watoto wao aliowainua baada yao ndio hao aliowatahiri Yoshua, kwa kuwa wao walikuwa hawakutahiriwa, kwa maana walikuwa hawakuwatahiri njiani. Ilikuwa walipokwisha kutahiriwa taifa zima, wakakaa kila mtu mahali pake maragoni, hata walipopoa. Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeivingirisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgali hata hivi leo. Basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Gilgali, nao wakala sikukuu ya Pasaka siku ya 14 ya mwezi jioni katika nchi tambalale za Yeriko. Nao wakala katika mazao ya nchi siku ya pili ya kuiandama hiyo sikukuu ya Pasaka, mikate isiyotiwa chachu na bisi siku hiyo hiyo. Ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake, baada ya wao kuyala hayo mazao ya nchi. Na hao wana wa Israeli hawakuwa na mana tena, lakini wakala katika viliwa vya nchi ya Kanaani mwaka huo. Ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akainua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini nimekuja sasa ni amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiusouso hata nchi, naye akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya vivyo.